Hello Watanzania wenzangu, leo nina machache sana ya kuzungumza. Na kwenye haya machache ninazungumza, kama kuna viongozi baadhi au wanaotegemea kuwa viongozi, nadhani itakuwa ni sehemu ya ushauri utakao tusaidia sisi Watanzania tunaoendelea kupambania haki na viongozi wetu ambao wako kwenye nafasi ambazo wamejipatia au wamepewa. Sasa ninaamini kwenye kujipatia, kwa sababu sijaona uchaguzi ambao unawapa uongozi kwa Tanzania pengine wakipata mabadiliko. Lakini niwakumbushe kwamba kule Zanzibar kuna mtu alikuwa anaitwa Jumbe. Sasa bwana Jumbe alivyojiuzuru, alimwachia bwana Mwinyi, na Mwinyi akamuita Maalim Seif ili waijenge Zanzibar. Maalim Seif na Mwinyi, akili mbili zilivyokutana, waligundua huwezi ukaiongoza nchi kwa matakwa yako mwenyewe kama kiongozi. Wakaamua kuiongoza nchi kwa mtindo wa kukusanya maoni kutoka kwa wananchi wao. Na hii ilikuwa inatumika kwenye ile walikuwa wanapata msaada kutoka kwenye vile vipindi vya Zanzibar Njema, Zanzibar nini ile ilikuwa inaitwa TVZ. Na pale walikuwa wanapata maoni mbalimbali ya wananchi wanaowaongoza, na wakaweza kuiongoza Zanzibar kwenye misingi mizuri ya kusikiliza watu. Kwa hivyo kama haitafika sehemu viongozi wakajitambua kwamba wao wapo pale kwa nguvu ya wananchi, tusitegemee kuja kupata fursa za viongozi watakaotaka kutusikiliza kama walivyofanya kina Mwinyi na Maalim Seif kipindi Jumbe amewaachia kijiti. Sasa ule ni mfano bora wa kiongozi bora ambaye ana maadili, anajua nini anataka kwa kuchukua maoni kwa watu wake. Sasa hivi ninachokiona, kuna uwezekano kabisa Afrika Mashariki nchi itakayobaki salama kwa siku za usoni itakuwa ni Kenya peke yake, kwa sababu viongozi wa Kenya wanaongoza kwa kusikiliza matakwa ya raia wao. Si wakamilifu kwa asilimia zote, lakini kuna namna wanakuwa na hofu na kauli za raia wao wanapohitaji jambo fulani. Sasa hapa sisemi viongozi tulionao wawe na hofu au hatutakiwi kuwaheshimu. Tunatakiwa kuwa na heshima, tunatakiwa kuwasikiliza, lakini na wao wanapaswa kutusikiliza sana nini tunahitaji. Kwa sababu tumekuwa tukiona kuna viongozi wanafanya shughuli zao mbalimbali za kilimo, ufugaji. Hapo tunagundua kwamba hawa watu kumbe wanaelewa nini cha kufanya, lakini kwa sababu ya viburi na kutojua kwamba wako pale kwa nguvu ya nani, inawapelekea kudharau na kufanya mapuuza ya kufanya vile vitu ambavyo wanajua na tunaona wakivifanya kwamba wanajua. Sasa elimu tumepeana sana, lakini kwa sisi ambao tumekuwa tukipambana na hatuna kadi ya vyama vyovyote, tumekuwa tukipambania haki, tumejifunza vitu vingi kupitia Nkobe, na wengine waliofuatilia Nkobe TV YouTube, kwa watu ambao wakupata mafunzo ya zamani walinani kule. Lakini kule tumefundishana vingi. Sasa sisi ndio tuna jukumu sasa hivi la kupambana pasi na kutegemea chama chochote cha siasa kututetea, ili ifike sehemu sasa viongozi wajue kwamba kumbe hawa watu sio mazomboko kama ambavyo tulikuwa tunawachukulia siku zote. Sasa tuna jukumu la kusikiliza wana hoja gani ili tuweze kufanyia kazi. Hilo sasa litawezekana kwenye kudai haki yako. Nishasema baba yako na mama yako unapaswa kuwaheshimu sana, lakini yanapotokea mahitaji ya kifamilia na wewe bado uko chini yao, unatakiwa kuwakumbusha kwa kuwadai, kwa sababu ni haki yako. Sasa tunapokwenda kudai kuna mengi yatatokea, kuna vitisho vingi mtaambiwa, lakini mwisho wa siku
tunadai haki yetu binafsi. Nizidi tu kuwashauri vyombo vya usalama, fanyeni mchakato na serikali yenu, mchakato mkubwa na wa nguvu wa kurudisha imani ya wananchi kwa jeshi la polisi, imani ya wananchi kwa serikali, ili tuitengeneze Tanzania ambayo itakuwa hakuna yeyote yule anapatwa na janga watu wanasherekea, kwa sababu hii kutoa upendo kidogo kidogo itakuja kuleta shida kubwa baadaye ambayo hamtaweza kuizuia. Sasa wananchi tuendelee, mnaenda kuonana na Mr. Ngosha na ambaye mjitahidi zile t-shirti zivaliwe kwa wingi. Tunachokitaka ni nini? Tulianza na moja la kufundishana masuala ya katiba na sheria, tulipambana sana kule kwenye live za Nkobe. Lakini sasa hivi tukaja na kwamba mitandaoni tuzungumzie haya mambo kwa ukubwa, hilo nalo limewezekana. Kingine kinachofuatia, hatua ya 3, ni hizi t-shirti ambazo hazina mahusiano na chama chochote, ni maoni na nguvu za upambanaji wa Watanzania ambao wameamua kwamba kwa kufanya hivi tunaweza tukawa sehemu ya kupinga maovu, tunaweza tukawa sehemu ya kuwakumbusha viongozi wetu, mimi wanapenda kuwaita watawala, tuwakumbushe kwa namna hiyo, wajue kwamba kumbe kuna Watanzania wanaweza wakafanya kitu chochote pasi na kumtegemea Chadema, pasi na kumtegemea mpinzani awaye yoyote. Kwa hiyo tuzidi kuonana na Mr. Ngosha kwa ajili ya hizo t-shirti. Chukua t-shirti yako, vaa, itakapokupasa kupigania haki yako hivyo, lakini ni wakumbushe wa Tanzania kusoma katiba ya nchi yenu sana. Hii tunaoiona ina matatizo. Siku moja mwanasheria wetu, wakili msomi Mr. Ngosha amewahi kuelezea vizuri kwamba katiba yetu ina mambo mengi sana mazuri, lakini ina mabaya machache ambayo yana nguvu kubwa kuliko hayo yote mazuri yaliyoko mle. Kwa hivyo tusome, tujue baadhi ya haki zetu, ila msisitizo wangu kwa polisi, pambaneni kurudisha imani yenu kwa raia. Mna jukumu kubwa sana, lakini mkidhamiria kufanya hivyo ni jukumu dogo sana ambalo halitawagharimu muda sana. Sasa niendelee kuwakumbusha, hivi karibuni YouTube kwenye channel yetu ya Nkobe TV tutakuwa na mijadala mbalimbali, kwa sababu kuna vitu tumekuwa tukifundishana vinavyohusiana na masuala ya katiba ambavyo havikurekodiwa. Kwa hiyo kuna watu wapi ambao wanatufollow lakini hawakupata madini yale. Kwa hiyo tutaanza kuwa tunafanya mijadala ya mahojiano, itakuwa inapanda kwenye YouTube channel. Nadhani kuanzia kesho tutakuwa pamoja mjini. Kwa hiyo tutaangalia utaratibu gani wa kuanza kufanya vile vifungu vya sheria vitakuwa vinatajwa pale kwenye mahojiano, lakini tutakuwa tunafanya mahojiano mbalimbali ya mtaani kupima uelewa kwa Watanzania kwa kipindi hiki cha masuala haya ya siasa, uelewa umefikia wapi. Tutakuwa tunafanya yote, yatakuwa yanapostiwa kwenye channel ya YouTube ya Nkobe TV. Link yake iko hapo juu kwenye akaunti hii ya TikTok ya Nkobe. Utagusa link itakupeleka, unaweza kaenda YouTube ukaandika Nkobe, unaweka namba 1 TV, subscribe ili uwe tayari kupokea hivyo vitu. Tutakuwa tuna mahojiano na watu wengi, lakini mijadala ile ya mafundisho ya katiba tutakuwa tunaifanya na Mr. Ngosha, itakuwa inapostiwa. Kwa hiyo jitahidini kwenye swala la t-shirt zinazoendelea, mumfuatilie Mr. Ngosha, uboke nani mweze kupata t-shirt zenu na mambo yaweze kuendelea. Ninashukuru sana kwa watu ambao mmeendelea kusubscribe YouTube channel yetu, na ninaamini wengine mtafanya hivyo ili kusudi baada ya haya mambo ya uchaguzi na tusisambae tukapoteana, tuwe na kitu ambacho kitaendelea kutuunganisha kwenye harakati hizi, kwa sababu hakuna ukombozi wa jambo lolote ambao unakwisha kwa miezi 2-3. Ni safari ndefu sana. Yawezekana tukashinda mwaka huu au tukashinda mwaka ujao. Kwa hiyo tunahitaji familia hii kuendelea kuwa pamoja TikTok, kuendelea kuwa pamoja YouTube. Mungu awabariki sana. Kesho tutakuwa pamoja mjini.